Poa poa. Hongera na pole kwanza kwa mazoezi. Nashukuru. Tuambie maandalizi yakoje kuelekea mchezo wa hapo kesho? Nashukuru Mungu tumefika salama hapa Eswatini. Kwa maandalizi tangu tufike yako vizuri na timu iko vizuri, tumejiandaa vizuri kuweza kupata matokeo mazuri. Ndio. Mwalimu mpya anazungumza nini kuelekea mchezo wa kesho? Nini hasa anakihitaji kutoka kwenu wachezaji? Kikubwa anasema tuzingatie maelekezo yake. Anatuelekeza tuweze kuangalia kwenye mfumo wake, pia maelekezo tupate maelekezo. Nadhani anasema kila tukifuata maelekezo yake itakuwa kila kitu kitakuwa rahisi. Kukutana na mpinzani kama Nsingizini, wachezaji mnatazama ni mpinzani wa aina gani? Kwenye mashindano ya CAF Champions League hamna mechi nyepesi. Kila mechi inakuwa ni ngumu kwa sababu ni ligi ambayo ni watu ambao wengi wao ni mabingwa kwenye nchi zao. Kwa hiyo mechi sio rahisi kwa sababu ni mechi ambayo pia zinaamua kuingia kwenye hatua ya group stage. Kwa hiyo mechi sio rahisi kama wengine wanavyofikiria, ni mechi ambazo ni ngumu. Kwa hiyo na katika mechi ngumu ndizo mechi mbili. Hii mechi moja ya nyumbani ya away ambayo tunacheza away ndio mechi ambayo inaamua tunachezaje mechi ya pili. Kwa hiyo nadhani mechi sio rahisi, mechi itakuwa ni ngumu na nadhani tukifuata maelekezo ya mwalimu tutapata kilicho bora. Bila shaka ulikuwepo kipindi imeshinda Simba hapa Eswatini dhidi ya Mbabane. Pengine unazungumza nini na Watanzania wana Simba pia wanatamani ushindi, lakini pia mkitazama inahitaji matokeo muhimu zaidi ili muweze kuqualify. Kipindi cha nyuma hapa kwenye matokeo ambayo tulipata hapa Eswatini ilikuwepo. Mechi ilikuwa sio ngumu sana, ilikuwa sio nyepesi sana. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni mechi ya kawaida. Ilikuwa 50-50. Kwa hiyo nadhani mimi sijaona akicheza, lakini nadhani kwa maandalizi ambayo tumefanya tutapata matokeo yalikuwa bora. Pengine wachezaji mnapokutana na timu kama hii huwa mnachukulia kama surprise au namna gani vipi? Mara nyingi mechi kama hii ambayo unakutana na wachezaji ambao hawajui na kwa